Na kingine ambacho mimi nimekiona, asilimia kubwa ya wachezaji mfano kidogo level yao inawezekana tulikuwa tunadanganywa. Na inawezekana tulikuwa tunadanganywa sasa zingine kuna msaada wa backup. Kwa maana msaada nje ya uwanja inawezekana. Sasa hivi wameachiwa wacheze kwenye level zao, kumekuwa kuna ile hali ya sasa wanashindwa kuonekana wana perform zaidi kuliko wachezaji wale wa timu nyingine. Sasa ushindani manake umeongezeka kwa sababu ya fairness. Si ndio? Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho nafikiri timu zote walipaswa wakiangalie. Na waambie watu wa benchi la ufundi kwamba sasa tunatakiwa kuongeza kitu fulani na fulani, au kuambia wachezaji wao pia kwamba sasa lazima wajue wanachezea timu kubwa na inahitaji matokeo. Lakini kuongeza huyo kocha kama wao wameona ni solution. Sawa? Acha tuone itakuwaje, kwa sababu usiniambie huyu anaweza kuwa bora kama ni kocha msaidizi ndio atawasaidia watu wengine kuchukua ubingwa akiwa kocha msaidizi. Basi yake kocha mkuu moja kwa moja ile timu ichukue ubingwa. Lakini watu wanasema kama stadi ya kumfukuza Petro kwa namna ambavyo kwa nini wamfukuze kwa kumpaka mnasema nini? Mafuta kwa mgongo wa chupa. So kama angekuwa wameonekana wanataka kumfukuza to be straight tu kwamba kazi hakuna kutokana na ulichokifanya. Basi kazi imeisha. Na hapo ndo angemleta huyo nani Mourinho anakuja pale kwa ajili ya kwanza moja kwa moja endelee na kazi kama kocha wa muda mpaka atakapopatikana kocha mwingine, au kama yeye ataiweza kazi ya peo. Kwa hiyo mimi sioni kama hiyo ni njia, lakini pia kwa yeye kawaida ataanza kuona ni kama njia ya kumpeleka kwenye mlango wa kutokea. Sasa choice itakuwa ni kwake. Mimi kwangu ndio maana nikwambia nilichukulia tofauti. Ilikuwa ni kama kumpa pressure coach kuongeza juhudi na kufanya vitu vyake vizuri, kwa sababu atakuwa anajua mimi nikizingua sasa hivi tu kuna mtu ameshasogezwa hivi. Kwa hiyo itakuwa ni kama alert kwake, lakini sio kama njia ya kumfukuza. Sasa kubaki au kujifukuza nafikiri kutabaki kwa kocha mwenyewe.